mchezo wa dabi ya Kariakoo. Pengine kwa kile ambacho kimetokea jana, tukimulike kwa wekundu wa Simba, kikosi chao kuzuiliwa kuto kuingia katika kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwako umechora taswira gani tuseme makomando wa Young Africans kuwazuia Simba kuto kuingia uwanjani kufanya mazoezi ya mwisho? Kwanza ni anguko katika soka la Tanzania. Ligi ambayo inayotajwa ni 4, alafu kwa na mambo ya kihuni kama haya. Na haya mambo ya kihuni ni kwamba sisi tunayakaribisha katika mpira wetu. Hivyo kuweza kuyaondoa inabidi tuyaondoe kihuni hivyo, kwa sababu tunaingiza kihuni. Kwa sababu ukisikiliza au ukisoma waraka wa Simba unaona kabisa wasimamizi walioko uwanjani hawajui majukumu yao. Haingia akilini meneja wa uwanja kusema alikuwa hana maelekezo na Simba. Ni hoja ya kipuzi kwa meneja wa uwanja. Hakuna mtu ambaye ajui kwamba tarehe 8 ni mechi ya dabi. Haingia akilini meneja kutoa kauli kama ile eti hana maelekezo. Puzi kabisa. Na nitashangaa kuona meneja yule mpaka leo anaendelea kuwa meneja wa uwanja. Kilitokea Ibrahim kwa sababu hafai. Hakuna, hii ni mechi sio ya KMC na Ken Gold. Hii iwe dini yoyote, iwe mtu mzima mdogo anajua leo kuna dabi. Meneja anakuja kuzungumza hoja za kipuzi kama hizi. Walipata vizuri. Lakini jambo lingine kamishna baada ya kuona mzozo kati ya makomando wa Yanga, si ndio? Anakuja pale hana majibu ya ukamishna. Ni anguko kwenye mpira wetu. Maana yake tuna watu ambao sio sahihi kwenye mpira. Nilitegemea kuona kamishna ambaye mtu aripoti wa mechi nzima, si ndio, ambaye kama msimamizi anakwenda kutoa lugha moja. Unanipata vizuri? Na hii ni kwa mujibu wa kanuni. Ingekuwa Simba wamekuja kinyume na kanuni, kweli ningesema ni kosa. Lakini kama wako ndani ya kanuni, manake kamishna wa mchezo piga chini, huyo meneja wa uwanja piga chini, kwa sababu wote awareness yao yuko chini. Uwezo kasema huna maelekezo kuhusiana na mechi, kuhusiana na ujio wa Simba Benjamin Mkapa. Hii Simba sio timu ya mtaani. Unanipata vizuri? Yaani timu ambayo imekwenda robo finali 6. Yaani wewe una taarifa kwamba inakuja uwanjani? Hapo serious. Alafu inajulikana kabisa mechi ni kesho na uwanja unaotumika ni huu, na kanuni inaweka wazi kwamba siku moja kabla ya mchezo timu ambaye ni mgeni lazima ifike kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea game. Meneja wa uwanja, niliwahi kusema siku moja, nchi yetu sisi kwa asilimia kubwa msomi mwenye masters PhD bado awareness yetu iko chini kama Watanzania. Unalipata vizuri? Na hii iko baadhi ya Watanzania hata mkuta na PhD lakini kwenye kuchanganua mambo bado kuna changamoto, kwa sababu ignorance. Lakini kitu kingine ni yale mahaba ile jambo. Tuulizane, aliyowaleta wale makomando na wa Yanga, of course Young Africans ndio mwenyeji wa ile. Sawa, kwani kwa mwenyeji wa mechi Yanga atakaye ilale pale? Of course na wale makomando wa nini? Wakati kanuni inaeleza wazi siku moja kabla mchezo, si ndio, mgeni inabidi akaucheki uwanja kufanya mazoezi, si ndio? Sahihi. Wale makomando wa nini? Unajua ukiangalia muundo mzima wa usalama kwenye vilabu vyetu ndio unakuja kuona makomando. Haya ni mambo ya kishamba katika dunia ya mpira ambayo imeendelea. Uje kusikia ujinga mtu anataka komando, si komando wa nini, kimekwenda kimerudi. Ni mambo ya kishamba. Haya, mvutano wa Simba na Young Africans. Yanga anataka kucheza mechi leo, lakini Simba haitaki kucheza mechi. Kuna namna ambavyo kanuni inaruhusu kwamba mtu kigomea mechi basi utakata pointi na kushuka daraja. Hii kanuni haitawasili Simba kuelekea mchezo wa leo. Sikiliza, kwa sababu tuna mahaba na sio taaluma ya mpira, ndiyo ambayo inayoangamiza soka la Tanzania. Bodi ya ligi na TFF hawana ubavu kuikata Simba pointi, hawana ubavu kuikata Yanga pointi, kwa sababu sio mara ya kwanza ili jambo kutokea. Sasa wanawaza wanaanzaje kuikata alama Simba wakati Yanga hawakuikata alama. Kwa unakuja kuona hata kuchelewa kwa majawabu sahihi mpaka dakika hii ni kwa sababu ndani ya kamati kuna ushabiki wa Simba na Yanga na sio taaluma kusimamia sheria na kanuni ambazo wamejiwekea. Unanipata vizuri? Of course. Ndio yale anakuja kusema
Simba ikishuka daraja Yanga itacheza na nani? Ni mambo ya kipuzi, inaweza ikatokea tu kama watu wa mpira kweli. Lakini kwa sababu ni watu ambao mauza hatuwezi kufanikiwa kwenye hili. Unanipata vizuri? Yaani issue ya kukata pointi nchi hii Simba Yanga watakata sehemu nyingine. Lakini kwenye Simba na Yanga kwa sababu tumeamua kuchagua maisha unprofessional watu wanakokula. Simba na Yanga ndiko ambako watu wanapatia uongozi. Simba na Yanga ndiko ambako ulinzi kwa watu wengine. Simba na Yanga ndiko ambako biashara za watu zinakwenda. Wewe unaishusha Simba ligi kuu. Hiyo Yanga inakuwa mwenye ubaba kuifuta Simba nani? Hakuna. Kwa hiyo issue ni kwamba tupo katika maisha ya unprofessionalism. Unalipata vizuri? Issue ambayo imetokea jana ilikuwa unaenda kwenye kanuni mapema kabisa muda ule ule. Of course, taarifa itoke. Unanipata vizuri? Mapema kabisa. Okay, sawa. Hii imetokea hivi. Aliyewaruhusu makomando nani? Azam TV mechi hii wameanza kuiandaa tangu Alhamisi. Of course. Wanaanza kufunga setup zao pale. Sio Jumamosi siku ya mechi. Wale bila pia maelekezo tu. Wanapata vizuri kwa mujibu wa kanuni. Maana yake licha kwa Simba nao ambao wamekosea kitu kimoja kwa maana ya kwamba kutoa taarifa mapema ya kususia mechi. Wao ilibidi watoe maelekezo. Baada ya kufika uwanjani nini kimetokea? Wamewasiliana na wahusika. Baada ya kuwasiliana na wahusika, majibu wameyapata ni yapi? Unaipata vizuri? Bora waraka wao ungesema jamani tumefika uwanjani. Si ndio? Tumekutana makomando ambao wanadhaniwa ni wa Yanga. Na wale ni makomando wa Yanga. Hakuna komando wa Simba izuie Simba kuingia ndani. Wale ni makomando. Hakuna komando wa KMC izuie Simba isingie. Sio kweli. Wale ni makomando wa Yanga. Tumekili wale ni makomando. Ni makomando wa Young Africans. Wote kuniambia makomando la au Azam. Kwenye hili Simba wameonewa. Kuonewa kivipi? Kuonewa kivipi? Nipe swali ambayo najielewa. Kuonewa kwa namna ambavyo Young Africans mtendaji mkuu amesema kwamba kama hii mechi haitochezwa leo basi hawatocheza na Simba tena siku nyingine. Kauli ya mtendaji mkuu wa Young Africans kwa hiki ambacho kinaendelea ni wazi kwamba kuna namna ambayo hii shughuli bado ni mbichi. Sasa haya yote yanazungumzwa kwa sababu Simba Yanga bodi ya ligi ambayo ni yakwa wote kwa pamoja na Usimba na Yanga uliokopana mpaka TFF. TFF amekaliwa kichwani ndio maana majibu hayatoki. Lazima yani hapa yani ilikuwa ni issue ambayo haihitaji mjadala. Kosa ni la nani? Ndio maana nikasema Simba kwenye waraka wao kusema kwamba mechi hatuchezi. Nilitamani kuona Simba wanasema kwamba jamani tumempigia Mguto baada ya tukio hili ametujibu shit. Tumempigia Karia ambaye ni rais ametujibu hovyo. Tumempigia si nani CEO wa bodi ya ligi ametujibu hovyo. Sisi kwa mfumo huu hatuchezi hiyo mechi. Sasa wao wanakuja moja kwa moja kulipuka mechi hatuchezi kwa sababu makomando wa Yanga kimekwenda kimerudi. Nina mashaka na aliyeandika waraka wa Simba. Kuna mashaka na aliyeandika waraka wa Simba ilibidi afafanue. Baada ya kufika uwanjani kamishna wa mchezo amesema hana maelekezo ya kwetu. Si umenipata vizuri? Lakini pia meneja uwanja hana chochote kuhusiana na sisi. Tumeona ni vyema tumpigie CEO. Tumeona ni vyema tumpigie mwenyekiti wa bodi Mguto. Tumeona ni vyema tumpigie rais Karia. Wametujibu hovyo. Sisi mechi hatuchezi. Hapo ningesema kule waraka na mashiko. Lakini kwenda direct kwamba si hatuchezi mechi hii kimekwenda Simba wacha manake hapa moja kwa moja inatuaminisha kwamba Simba hii mechi alishaiogopa muda mrefu. Hii inatudhihirishia kwa waraka wa Simba manake mechi hii walijua kabisa hiyo hawezi kutomoka. Yes. Hata kama ni kweli makomando walikuwa pale uwanjani. Sawa. Je, sasa mtidili nao. Kanuni sizipo, sheria sizipo, nendeni kwenye vyombo husika. Unanipata vipi? Nendeni kwenye vyombo husika. Ingekuwa ni issue simple. Sasa hivi inakuwa saa 8 kasoro, si saa 7. Majibu mpaka dakika hii hajatoka na watu wamekata tiketi. Wategemea nini? Mtarudisha hizo tiketi? Hili ni pigo kwa namna ambavyo TFF na uendeshaji wa bodi kiujumla ya ligi kuu soka Tanzania bara hiki ambacho imekifanya watu kukata tiketi, watu wanatoka mikoa mbalimbali. Kama ikitokea mechi hii haijachezwa leo, tusianze kuamini lile shirika ambalo limesema ligi yetu ya 4 kwa sababu hatuendani nayo. Kama ikitokea mechi ya leo, ikitokea mechi hii haijachezwa na tiketi zimeliwa za watu. Of course. Sasa ligi ya 4 ndio inakula mambo ya hovyo namna hii. Haiwezekani. Ligi ya 4 tuitegemea tuone professionalism. Kwa maana ya kwamba kila kitu kimenyooka. Kanuni zinafuatwa. Unanipata vizuri? Lakini leo tuko ligi ya 4 kwa mtu ambaye amesema au shirika ambalo limesema yanakuja kutokea. Ndio maana nilisema mwenye mamlaka ya kusema ligi yetu ni ya ngapi, ya kutathmini viwango, sio kampuni, ni shirikisho. Ndio haya yalitolewa majawabu kwamba shirikisho la soka barani Afrika haliwezi kutoa ligi ya ngapi. No, sio kweli. Walipata wao ndio wasimamizi. Wao ndio wasimamizi wa ligi zote barani Afrika. Sasa kama sisi ni wanachama wa CAF, maana yake lazima tupe tathmini kama sisi tuko wapi. Unanipata vizuri? Sasa kwa sababu tumeamini shirika ndio haya matatizo yake.
Unanipata vizuri? Shirika limesema si nafasi ya 4, lakini angalia mwenendo wa ligi ulivyo. Angalia magumashi ambazo zinazoendelea mpaka dakika hii. Makomando kweli, makomando kweli, makomando kweli, kweli. Haya ni mambo ya kishamba. Young Africans taarifa yao wao wamesema kwamba wanawaita mashabiki wao katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hiki ambacho wamekituma Young Africans ni wazi. Sikiliza wewe, Yanga hata wameandika tu ile barua haraka ule mikwala tu. Yanga hata washabiki waende pale. Ama Simba haitokwenda uwanjani kutokana na magumashi. Simba ukata pointi. Ni ngumu sana. Watakwambia mbona Yanga aliondoka mechi iliyofuata? Mlimkata pointi. Mechi zikapangwa tarehe nyingine. Of course. Mnakumbuka? Sahihi. Na sisi tunataka kisasi ni haki. Unaweza kutoa mziki wake. Magori ameibuka na kusema kwamba hawatacheza mechi hata moja mpaka hiki kichukuliwe adhabu. Kauli ya Magori, Simba amebakisha mechi takriban 9 katika ligi kuu soka Tanzania bara na wamesema wacheze mechi mpaka hata moja. Anaweza akawa sawa au asiwe sawa kwa sababu nilitegemea kuona Magori pengine angeleta majibu kwamba baada ya kufanya 1, 2, 3 kwa wahusika wa mpira rasmi Simba tunajiondoa kwenye ligi. Ningesema hapa na mashiko. Lakini kwenda moja kwa moja hapana. Magoli angetumia kauli. Ni hoja dhaifu sana ya kujiondoa kwenye ligi. Ni hoja dhaifu. Alafu liweje? Kwani Simba ni mara ya kwanza kusema? Mangungu alisema ataenda kucheza ligi ya Zambia au Zanzibar. Ni kauli ya kawaida. Mimi kwa la ya kawaida. Nini solution kwa hiki ambacho kinaendelea? Mara ya pili Young Africans waliondoka uwanjani na hawakurudi tena baada ya mchezo kusogezwa mbele. Hii leo ni Simba. Nini solution? Hapo ambacho naweza nikasema solution ni kufuata taaluma ya mpira. Sheria ya mpira. Kanuni za mpira. Pasipo kubagua hii ni Yanga au ni Simba. Unanipata vizuri? Of course. Kamati inashindwa kuviadhibu hivi vilabu kwa sababu ndani ni kwamba kuna unprofessionalism. Watu wanashindwa kujua majukumu ya taasisi yao ni nini. Unanipata vizuri? Kwa sababu kama kanuni ipo, sheria zipo, why mnachelewa kutoa majibu mpaka dakika hii? Maana na nyie ndani mnavutana. Maana ndani na nyie huko mna misuguano ya ushabiki. Mangungu anasema sitaki, engineer anasema nataka. Umenipata vizuri? Maana si wote hao wajumbe wa bodi ya ligi. Maana lazima nao waitwe. Sasa wakiitwa manake hapo ndio maana mambo yetu mengi sana Tanzania kwenye mpira yanaishia kwenye busara na hekima. Yaani sheria zipo na kanuni, tunakwenda kwenye busara na hekima. Kwa nini? Kuna ushabiki maandazi upo mwingi sana. Kuna ushabiki wa hovyo ndio maana tunashindwa kufuata kanuni na sheria. Yes. Watu wamejiuliza wakaenda mbali sana wakasema Simba na Azam ilikuwa ni usiku, lakini Simba waliwaruhusu Azam mechi mazoezi yao kufanya usiku. Lakini hiki kimewastajabiza watu wengi sana. Kama Simba waliwaruhusu Azam kwenda kufanya mazoezi yao usiku, niweje Young Africans kuwaruhusu Simba kwenda kufanya mazoezi usiku? Unatoa taswira gani hapo kwa Simba? Ndio maana nikasema mwanzo kabisa kama utakuwa umenielewa, haina haja ya maelezo mengi. Issue ni kufuata utaratibu wa sheria na kanuni. Haya yote ambayo ameendelea ni mambo ya ovyo na tunaliaibisha soka la Tanzania. Inabidi tufike mahali tuondoke kwenye haya mambo ambayo tumeyaleta kwenye soka la Tanzania. Kwa sababu huu ni uhuni tu. Unaoendelea ni uhuni. Ni uhuni. Hamna hoja yenye mashiko. Haina, yani ndio maana nikasema haingia akili. Manager wa uwanja Benjamin Mkapa. Hujui kwamba Simba inakuja kwenye kufanya mazoezi. Alafu kikanuni, alafu mechi ni kesho. Kweli? Simba ipo wapi kuigomea? Kamishna wa mchezo unashindwa kutoa maelekezo. Simba ipo wapi kuigomea mechi ya leo? Haki kivipi? Kwa wewe, kwa mtazamo wako kulichoendelea jana. Siwezi nikaunga hoja mbovu kama hiyo. Wenye mamlaka ni wahusika. Yaani igomee ile wewe. Shukrani. Pamoja.